Thomas Sankara ni jina ambalo linawasha moto wa mapinduzi Afrika. Alizaliwa Disemba 21 mwaka 1949 huko Yako, nchi iliyokuwa ikiitwa Upper Volta, leo Burkina Faso. Baba yake alikuwa askari mstaafu wa jeshi la Ufaransa aliyepigana vita kuu ya pili ya dunia. Tangu utotoni, Sankara alionyesha nidhamu na akili kali. Familia yake ilitaka awe padri, lakini yeye alichagua jeshi. Alikuwa na tabia tofauti akiwa kijana. Alipenda gita, alisoma falsafa za Marx na Lenin kwa bidii, na aliamini kwamba wanajeshi wanaweza kuleta mabadiliko ya kweli kwa wanyonge. Hicho ndicho kilichokuwa mwanzo wa hekaya ya Che Guevara wa Afrika. Agosti 4 mwaka 1983, kwa msaada wa rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, Sankara aliongoza mapinduzi, akawa rais akiwa na umri wa miaka 33 tu. Alifanya jambo la kwanza la kishujaa na kubadilisha jina la nchi hiyo kutoka Upper Volta, jina la kikoloni, kwa Burkina Faso, maana yake nchi ya watu waadilifu. Lakini haikuishia hapo. Sankara aliwasha mshangao ulimwenguni. Aliuza magari yote ya kifahari ya serikali, alipunguza mshahara wake mwenyewe kwa dola 450 tu kwa mwezi, na kuwafanya mawaziri wake waendeshe gari ndogo za Renault 5. Alikataa picha zake zibandikwe kwenye kuta, alikataa anasa, alikataa ofisi za kifalme. Yeye mwenyewe aliendesha baskeli hadi kwenye ikulu. Katika miaka minne tu alichanja watoto milioni 2.5, alipanda miti milioni 10 kukabiliana na jangwa. Alipiga marufuku utekaji na ndoa za kulazimishwa. Akawa rais wa kwanza wa Afrika kuteua wanawake kwenye nyadhifa za juu, na aliwahimiza Waafrika wasilipe madeni ya kibeberu, akisema anayekulisha ndiye atakayekutawala. Lakini kila nuru ina giza lake. Pale palipokuwa na urafiki wa damu kati ya Sankara na Compaoré, ndipo palitokea usaliti mkubwa. Magharibi, hasa Ufaransa, haikuvumilia mtu anayekataa utegemezi. Blaise Compaoré alishawishiwa, au yeye mwenyewe akatamani madaraka. Akawaambia marafiki zake jeshini kwamba Sankara anaenda kupindua siasa za nchi, anaharibu uhusiano wetu na Ufaransa na Ivory Coast. Na ikawa Oktoba 15 mwaka 1987, Sankara yuko kwenye mkutano wa baraza la mawaziri. Ghafla askari wa Compaoré wanavamia jengo hilo. Sankara alisimama akawaambia wenzake, bakini hapa, mimi ndio anayenitaka. Alitoka nje mikono juu. Walimpiga risasi kifuani na kichwani. Mwili wake ulikatwakatwa na kuzikwa kwenye kaburi lisilo na jina. Kwa miaka 34 hakuna aliyeruhusiwa kuzungumzia ukweli. Blaise Compaoré alitawala kwa mkono wa chuma kwa miaka 27 akijaribu kufuta kila kumbukumbu ya Sankara, lakini alishindwa kwa sababu mawazo hayauawi kwa risasi. Mwaka 2014 wananchi wa Burkina Faso walimwangusha Compaoré. Mwaka 2022 mahakama ilimhukumu kifungo cha maisha kwa kuhusika na mauaji ya rafiki yake. Leo Burkina Faso inaongozwa na Ibrahim Traoré, kijana wa mapinduzi anayevaa bareti nyekundu kama Sankara na kuzungumza lugha kali dhidi ya ubeberu wa Kifaransa. Thomas Sankara aliuawa akiwa na miaka 37 tu, lakini wazo lake linawaka hadi leo hii. Alitupa somo kwamba kiongozi anaweza kuwa maskini akiwa madarakani, Afrika inaweza kusimama kwa miguu yake, na kwamba urafiki usio na dhamana mkali ni hatari kuliko adui. Niseme hivi, unaweza kumuua mwanamapinduzi lakini huwezi kuua mapinduzi. Sankara amekufa mwili, lakini anaishi katika kila kijana wa Afrika anayekataa kuwa mtumwa wa kigeni. Na kama umependa simulizi hii, nikusihi tu usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mbantu Media ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi pindi tunapopandisha hewani. Mimi ni David Kiluzi.